Zangu mnakumbuka ile story kwamba Mario alitakiwa kuweza kusainiwa katika lebo ya WCB na vitu kama hizo mwaka 2016, mwaka 2018, 2019 hivi. Mario alikuwa anataja mmoja kati ya wasanii ambao pengine wangeweza kumwaga wino katika lebo ya WCB. Sasa wakati huu ambapo Mario anatajwa kuweza kusainiwa katika lebo ya WCB, ambapo alikuwa kuna msanii kama Mario, alikuwa Harmonize pale, alikuwa Rayvanny, alikuwa Ravarava, alikuwa Zuchu na vitu hizo. Sasa ushindani na the way ambavyo angeweza kurun game ndio kitu pekee ambacho kingeweza kuleta utata zaidi. Sasa wakati huo Mario alikuwa anajitafuta kinomenoma, yani anapiga magoma yake, lakini bado hajakaa kwenye ile peak ambayo inatakiwa kuweza kuwepo, au sio bana? Sasa kitu ambacho Diamond aliweza kukifanya ni kutomruhusu kuweza kusainiwa katika lebo ya WCB. Nini ambacho Diamond alikiona? Ndio hapo nakuja kuona kwamba jamaa ana jicho la muziki kinomenoma. Yaani aliona kipaji cha mshikaji ni kikubwa, na the way ambavyo anafanya muziki wake anatamani kuweza kuona akiwa huru zaidi kuliko wale ambao wapo kwenye lebo. Sasa swali linakuja, kwa nini wale wengine akuambia kwamba waweze kujisimamia wao kama wao? Kwa nini wengine waweza kuweza kusimamiwa, kuweza kuambiwa bwana endelee na muziki wenu kama kawaida, lakini Mario aliweza kupewa hiyo airtime. Sasa moja kati ya interview ambayo aliweza kuifanya Diamond Platnumz akasema kwamba Mario alikuja kuomba kuweza kusainiwa katika lebo yake ya WCB, lakini akamwambia no blaza, na kuona kwenye kipaji ambacho kiko mbali sana. Kwa hiyo make sure tu kwamba bwana unasimama mwenyewe, usiweze kupewa sign katika lebo ya WCB. Na ni kama vile jamaa alifanya kwa sababu sasa hivi Mario ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa kinomanoma kwenye game, na unaona madude ambayo amekuwa akiachia ni back to back, zimekuwa zikinyoka kinomanoma. Ngoma yake ya mwisho inaitwa Urua bana, moja kati ya ngoma ambayo ilitoka kwenye wakati mgumu mno, wakati ambao wananchi wamegoma kabisa kwenda kutazama ngoma zao wasanii YouTube, lakini at that time Mario aliachia ngoma yake, lakini mapokezi yakawa ni makubwa kinomanoma. Sasa hii inategemea na ukubwa ambao Mario amekuwa nao. Sasa pengine ingekuwa na ukubwa wa kawaida, tusingeweza kutegemea matokeo kama haya ambayo tumeweza kuyaona na yanatokea kwa Mario. Sasa Diamond nini ambacho alikizingatia zaidi kwa Mario, na wewe mtazamo wako, kweli Mario angesaini katika lebo ya WCB angekuwa hapa leo alipo, au angekuwa amezidi hapa ambapo yupo leo? Sasa hivi Mario na lebo yake inaitwa Bad Nation, lakini pia ameweza kumsign msanii mmoja ambaye anaitwa and of course anaitwa Stance. Sasa mafanikio ya msanii ni kuweza kufanya vizuri ili baadaye pia uwe kama daraja kwa wasanii wengine aweze kufanya poa.